Saa 12 Afrika Mashariki sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo. Leo ni Disemba 31, 2025. Karibu katika matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Mimi ni David Mkia. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yaweka vikwazo dhidi ya watu na makampuni 10 kutoka Iran na Venezuela inayohusishwa na uzalishaji wa ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya balistiki ya Tehran. Shangwe na nderemo baada ya timu ya taifa ya Tanzania kufuzu katika hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza katika historia ya michuano hiyo. Sisi kama wachezaji na mfumo Mwenyezi Mungu kwa historia kwa mara ya kwanza kufuatia hiyo. Kwa hiyo tunafurahi sana na najivunia. Na katika makala maalum ya mwisho mwaka tunaangazia masuala ya uchumi yaliyotawala vichwa vya habari mwaka 2025, ikiwemo ukuaji wa uchumi wa Afrika usioakisi maisha ya wananchi wengi. Dira ni mwongozo, dira ni maono ya nchi, kwa maana ya tunaenda wapi kama nchi. Kama vile ambavyo tunajua katika ngazi ya familia tunakuwa na mipango, mwaka huu nataka kufanya hiki, nataka kwenda shule, nataka kujenga nyumba. Tuna mengi tuliokuandalia ikiwa ni siku ya mwisho kabisa mwaka 2025, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu. Marekani imeweka vikwazo kwa watu na makampuni kutoka Iran na Venezuela yanayohusishwa na utengenezaji wa ndege zisizo na rubani ya ballistic za Tehran, ambayo utawala wa Trump unasema unatishia Marekani na washirika wake. Afisa mkuu katika idara ya hazina John Haley amesema Marekani inazituhumu nchi hizo mbili kwa kile ilichokiita uenezaji wa wafujo usiojali wa silaha hatari zaidi duniani kote. Miongoni mwa waliojumuishwa ni kampuni ya Venezuela na mwenyekiti wake wanaotumiwa kununua ndege zisizo na rubani za Iran, na wanaume watatu wa Iran wanaohusishwa na jitihada za kununua kemikali zinazotumika kwa makombora ballistic. Hatua ya hivi punde zaidi inajiri huku Rais Trump akiongeza shinikizo kwa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro. Kwingineko, wachimba migodi wa Bolivia na wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi wamekabiliana vikali na polisi wakati wa maandamano ya kupinga uamuzi wa serikali mpya wa kuondoa ruzuku ya mafuta. Polisi wameutawanya umati kwa mabomu ya machozi na risasi za mipira. Waandamanaji hao wanadai kurejelewa kwa ruzuku ambayo ilikuwa imezuia bei ya petroli na dizeli kusimamishwa kwa zaidi ya miaka 20. Lakini serikali ya mrengo wa kati wa kulia ya Rais Rodrigo Paz imeondoa ikisema kwamba lazima ipunguze matumizi. Chini ya mpango huo mpya, petroli na dizeli imepanda kwa kiasi kikubwa. Maandamano na migomo nchini Iran kuhusu mfumuko wa bei na kushuka kwa thamani ya sarafu ya nchi hiyo imeenea kutoka mji mkuu Tehran hadi miji mingine kadhaa katika siku ya 3 mfululizo. Maandamano hayo yalianza siku ya Jumapili baada ya wenye duka katika mji wa Tehran kufanya mgomo wakati raili ya Iran ilipofika rekodi ya chini zaidi ya dola ya Marekani kwenye soko la ubadilishaji fedha. Tangu wakati huo, video zilizothibitishwa na BBC zimeonyesha maandamano katika miji mingine kama vile Karaj, Hamidan na Malad. Na mkuu wa junta wa Guinea Mamad Doumbouya ameshinda uchaguzi wa kwanza nchini humo tangu achukue mamlaka mwaka 2021. Matokeo ya muda yanampa wingi wa wazi, akiepuka hitaji la duru ya pili. Waangalizi kutoka Umoja wa Afrika walieleza kwamba kura hiyo ni ya kuaminika na tulivu, lakini kundi la kiraia linaloshinikiza kurejeshwa kwa utawala wa kiraia nchini humo limeibuka na kusema kwamba kuna shaka kwa kura ama idadi ya kura alizopata. Doumbouya alimpindua rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Alpha Conde zaidi ya miaka 4 iliyopita. Hii ni BBC. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC, kikutangazia kwenye FM, radio shirika pamoja na internet katika bbcswahili.com. Nchini Tanzania unatupata kupitia Bud FM ya pale Morogoro. Kenya ni Pamoja FM, Uganda ni Radio Paidha, na iwapo upo nchini DRC tegesikio kupitia Radio Muungano Beni. Matangazo haya vile vile tunapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Unaweza kuweka ujumbe wako pale na tukipata nafasi tutasoma moja kwa moja. Asubuhi ya leo upo nami David Mkia, karibu. Marekani imeweka vikwazo
dhidi ya watu na makampuni 10 kutoka Iran na Venezuela yanayohusishwa na uzalishaji wa ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya balistiki ya Tehran, hatua ambayo utawala wa Rais Trump ulisema unatishia usalama wake na Marekani pamoja na washirika wake. Afisa mwandamizi wa Wizara ya Fedha nchini humo, John Haley, amesema kwamba Marekani inazishikilia nchi hizo mbili ili kuwajibika kwa kile ilichokiita usambazaji wa silaha hatari kwa njia ya uchokozi na uzembe kote duniani. Miongoni mwa waliowekewa vikwazo ni kampuni moja ya Venezuela pamoja na mwenyekiti wake wanaotuhumiwa kununua silaha hizo za mashambulizi kutoka Iran, na wanaume 3 raia wa Iran wanaohusishwa na ununuzi wa kemikali zinazotumika katika utengenezaji wa makombora ya ballistic. Maduro asijaribu kuipinga au kuikaidi Marekani, kwa sababu Marekani ina nguvu za kiuchumi, kisiasa na hata kijeshi ambazo zinaweza kumgharimu sana. Na hatua hivi karibuni zaidi ya Marekani inakuja wakati Rais Trump akiongeza shinikizo dhidi ya kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro. Rais wa Nigeria amesema sheria mpya Rais wa Nigeria amesema sheria mpya za ushuru zitaanza kutumika tarehe 1 Januari 2026 licha ya mijadala ya umma na wasiwasi wa upinzani. Akitetea mageuzi hayo, rais huyo ameyataja kama fursa ya mara moja kwa kizazi kuunda mfumo wa ushuru wa haki wenye ushindani zaidi na wenye nguvu zaidi na Jessica Pilembela. Kauli hiyo imefuatia wasiwasi juu ya kile rais wa Nigeria, Rais Bola Tinubu, amekielezea kama madai ya mabadiliko katika baadhi ya vipengele vya sheria za ushuru vilivyopitishwa hivi majuzi. Maswali yaliibuka baada ya kuonekana tofauti kati ya toleo la sheria lililotiwa saini na lile lililopitishwa na wabunge. Wanasiasa wa upinzani wanasema sheria zilizowekwa kwenye gazeti la serikali ni pamoja na mabadiliko ambayo hayakuwahi kuidhinishwa na bunge. Wanaonya kuwa hii inaweza kupelekea uvunjaji wa katiba. Katika taarifa ya Jumanne, Rais Tinubu alisema hakuna swala kubwa linalotambuliwa ambalo linahalalisha kuvurugwa kwa mchakato wa mageuzi. Aliwataka wa Nigeria kuamini mchakato huo wakati wa mageuzi yanapoanza. Tangu aingie madarakani, Rais Tinubu amefanya mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Ni taarifa yake Jessica Pelembela. Mshabiki wa soka, msikilizaji na popote pale Afrika Mashariki, bila shaka wengi tunafahamu kwamba timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, imeandika historia mpya katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON baada ya kufuzu hatua 16 bora kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa mashindano hayo. Mchezo ulikuwa ni baina ya Tanzania dhidi ya Tunisia, mchezo ambao uliisha kwa 1-1, huku wakilishi wengine wa Afrika Mashariki, Uganda, wakikung'utwa goli 3-1 dhidi ya Nigeria na kutupwa nje ya mashindano haya. Mwandishi wa BBC Omar Mkambara yupo pale nchini Morocco na taarifa hii ametuandalia. Ni shangwe za wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania baada ya kumalizika kwa dakika 90 za mchezo hatua ya mwisho wa makundi dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia. Mchezo uliomalizika kwa sare ya 1-1 na Tanzania kufanikiwa kusonga mbele kwenye hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo. Goli pekee la timu ya taifa ya Tanzania liliwekwa kambani na kiungo Faisal Salum maarufu kama Feitoto, na baada ya mchezo Feitoto akaelezea furaha yake ya kuandika historia mpya ya soka la Tanzania. Sisi kama wachezaji tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa historia kwa mara ya kwanza kwa hatua hiyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo tunafurahi sana na najivunia. Baada ya matokeo haya, Taifa Stars itashuka dimbani tarehe 4 ya mwezi wa kwanza 2026 kwa kucheza hatua ya 16 bora kwa kuwakabili wenyeji timu ya taifa ya Morocco. Nahodha wa Taifa Stars Mbwana Samata anasema Morocco ni timu ngumu, lakini watajiandaa kukabiliana nayo. Wagumu, sio mpinzani rahisi, tumeshacheza naye mara nyingi. Ni mpinzani ambaye tumekuwa tunapata naye tabu sana. Wana timu nzuri, lakini tutaprepare. Mwalimu Gamondi ni mwalimu mzuri ambaye anajua kutengeneza timu tactically. Kwa hiyo nadhani ataiandaa timu vile ambavyo anaona inaweza kupata matokeo kwenye mchezo dhidi ya Morocco. Licha ya kuwa wachache, mashabiki wa Tanzania
waliokuwa kwenye dimba la Prince Abdullahi walieleza furaha yao ya timu yao ya taifa kusonga kwenye hatua ya 16 bora. Ujanja wa nyoka ni kichwa, leo tumepiga kichwani. Hawaamini macho yao. Wale walokatia matumaini Tanzania leo tumewakati. Ni jambo jema la kumshukuru Mungu sana. Tumepambana aka tumeona mafanikio ya timu yetu na imani tuna hatua nzuri baada ya hapo. Na leo nimekuja kujiridhisha kwamba Tanzania tunakwenda vizuri. Taifa Stars sio ile tulikuwa tunaijua. Taifa Stars hii ni nyingine. Katika michezo mingine, timu nyingine ya ukanda wa Afrika Mashariki, timu ya taifa ya Uganda, The Cranes, wao walikubali kuchapwa goli 3-1 na Nigeria. Hivyo The Cranes kuondolewa mashindanoni bila ya kupata ushindi hata katika mchezo mmoja. Nao wawakilishi wengine wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walifanikiwa kusonga mbele kwenye hatua ya 16 bora baada ya kuifunga Botswana. Bingwa mara moja wa michuano hii, Simba wa Milima Teranga Senegal, na walifanikiwa kutinga kwenye 16 bora baada ya kupata ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Benini. Leo kuna mwendelezo wa michuano hii ya AFCON. Timu ya taifa ya Equatorial Guinea watashuka dimbani kwa kabili mbweha wa jangwa Algeria. Sudani watakuwa na shughuli pevu kwa kabili Burkina Faso. Gabon watacheza mchezo wao dhidi ya timu ya taifa ya Ivory Coast. Nao Kameruni watashusha majeshi yao kwa kabili Mozambiki. Namni taarifa kwake Omari Mkambara. Kwa undani zaidi wa taarifa hii ya michezo, pita pale kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. AFCON 2025 Tanzania yaweka historia ya tinga 16 bora. Pita uweze kufahamu zaidi. Tuna lengo moja tu, kushinda vita, ni kauli ya M23. Lakini kwa nini 2025 wasanii Tanzania hawatasahau? Ni mfumo wa swali hili. Pita uweze kufahamu kwa sababu gani, na kuna vile vile tetesi za soka barani Ulaya. Nani anakwenda wapi na kwa kiasi gani na kwa nini? Unaweza vile vile kusoma kwa undani. Nikushukuru vile vile kwa kutuma ujumbe wako kwenye kurasa yetu wa Facebook hapa. Jali Simba wa njia panda ya Tosa Maganga pale Iringa anasema tunapata bila chenga. Asante sana kwa kutufuatilia. Mudi Mabegi wa Kariakoo kama kawaida yake anasema anawapata uzuri mno BBC Swahili. Niko nanyi hadi tamati. Shukrani sana. Jafari Kopo wa Moshi anasema mapema sana nimeamka na BBC na wapata vilivyo. Ana Michael anasema Tanzania itachukua ubingwa hivi ikiingia kama best loser. Bila shaka wacha tuone itakuwaje. Wengi anasema Mungu aendelee kuibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika ya Mashariki. Sasa msikilizaji, makala maalum ya mwisho wa mwaka inaangazia masuala ya kiuchumi yaliyotawala vichwa vya habari mwaka 2025, ikiwemo ukuaji wa uchumi wa Afrika ushoakisi maisha ya wananchi wengi. Pia inachambua changamoto za masikini na kutoa mwelekeo wa matarajio ya uchumi kuelekea mwaka 2026. Na mpisha hapa Martha Saranga. Hujambo msikilizaji, karibu katika makala maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii tunaangazia kwa utuo masuala ya kiuchumi yaliyoibuka katika mataifa ya Afrika Mashariki katika mwaka huu unaoelekea ukingoni 2025, kadhalika matarajio ya kiuchumi kwa mwaka ujao wa 2026. Katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, Afrika imekuwa miongoni mwa kanda zinazokuwa kwa kasi kiuchumi duniani, ikiwa na wastani wa ukuaji wa pato la taifa kati ya 3.5 na 4.5 kwa mwaka. Ripoti ya Benki ya Dunia ya mwaka 2025 inaonyesha kuwa eneo la kusini mwa jangwa la Sahara lilikuwa na 3.8 na matarajio yanaonyesha huenda likafikia zaidi ya 4.1 kufikia mwaka 2026. Kwa sura ya juu, Afrika inaonekana kusonga mbele, lakini nyuma ya takwimu hizi hali inatajwa kuwa tofauti. Kwa wananchi wa kawaida, kulikoni? Ungana nami Martha Saranga kwa pamoja tuyapitie yale yaliyogonga vichwa vya habari kwa mwaka huu na matarajio kuelekea mwaka mpya 2026. Kwa kuanza makala hii, tuangazie mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambapo mapigano kati ya makundi ya waasi ikiwemo M23 na majeshi ya Kongo yakiungwa mkono na wazalendo yalipelekea miji kama Goma na Bukavu kudhibitiwa na baadaye kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Goma, lakini pia kufungwa kwa taasisi za kifedha zikiwemo benki. Jambo hilo liliathiri pakubwa uchumi na shughuli mbalimbali za maisha ya raia wa maeneo hayo. Tangu mwezi Januari mwaka 2025 hadi sasa,
sasa mashariki mwa taifa hili tajiri katika madini muhimu ulimwenguni. Mwandishi wa BBC Chube Ngorombi kutoka Goma anatukumbusha hali ya mambo ilivyokuwa katika eneo hilo. Baada ya miezi 6 bila kusikika kwa mlio wa ndege wala kutazama kwa ndege yoyote katika anga ya mji wa Goma pamoja na Bukavu na maeneo mbalimbali yaliyodhibitiwa na AFC M23 mashariki mwa Kongo, kusikika kwa ndege kulipelekea raia kuwa na wasiwasi. AFC M23 na mamlaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walisubiriwa kutoa tamko rasmi juu ya mada hii, tofauti na majibu ya haraka katika sekta ya Minembwe na mkoa wa Kivu Kusini, ambapo vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilikataza ndege isiyosajiliwa katika eneo ambalo liko chini ya udhibiti wa harakati za AFC M23. AFC M23 kwa upande wake ikashutumu jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kulenga vifaa vya wito wa kibinadamu maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wao, yaliyokuwa yakikabiliana na mizozo na kuongezeka kwa kijeshi kwa wiki kadhaa. Jijini Goma, mbali na kifungo cha hivi karibuni cha helikopta iliyobeba mkuu wa MONUSCO Bintu Keita na ndege nyingine iliyoripotiwa katika anga hii tangu uwanja wa ndege kufungwa, sehemu hii mpya ililisha uvumi kuanza tena kwa shughuli za siri za kijeshi au vifaa katika mkoa huu wa kimkakati wa nchi, kama baadhi ya raia wa Goma walivyojulisha. Kusikia hii mgurumo wa ndege tunakuwa na wasiwasi, tunakosa kama vita inaanza au kama inaishi. Kufatana na vile vita ilisha, hatupendi vita. Kidogo tumekuwa na furaha ya usikia hii mulio, lakini tena na wasiwasi. Kwa hiyo tungetaka tuwe na amani. Wachambuzi wa masuala ya usalama walionyesha kuridhika kwao kusikia mlio huu wa ndege jijini Goma, licha kuwa uwanja huo ulikuwa bado haujafunguliwa. Huko mjini Rubavu, magharibi mwa Rwanda, wafanyabiashara wadogo wanaovuka mpaka kati ya Rubavu na Goma katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa upande wao walieleza kwamba bidhaa wanazopeleka mjini Goma zilipungua kwa kiasi kikubwa tangu waasi wa M23 kuuteka mji wa Goma. Licha ya uhuru uliopo sasa wa kusafiri na kufanya biashara kati ya wakazi wa miji hiyo, wafanyabiashara upande wa Rwanda wameendelea kulalamikia ukosefu wa pesa mjini Goma, ambako hakuna benki inayofanya kazi, na pia kutofanya kazi kwa uwanja wa ndege mjini Goma kukwamisha shughuli za kibiashara zinazovuka mipaka. Hata hivyo, Wizara ya Biashara ya Rwanda inasema kwamba takwimu zinaonyesha kwamba biashara kati ya mashariki ya Kongo na Rwanda imeendelea kuimarika kwa sababu eneo hilo linahitaji sana bidhaa kutoka Rwanda. Mwandishi wa BBC Ive Buchana anasimulia.